Hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Unaweza Bwana wetu, hakuna kama wewe. Hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunalitukuza jina lako mfalme. Wewe ni Mungu unaweza, hakuna Mungu aliye kama wewe. Na kutukuza ni kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Nabariki neno lako Bwana tunaposhiriki, ukapata kunena nazi. Naomba Bwana ni kwa ajili ya kila mmoja anayepata neno lako na atakayekuja kulipata mfalme. Jehova ukanene na moyo wake. Asante kwa ajili ya wote ambao wameungana nasi katika taifa la Kenya na hata wote walio nje ya Kenya. Unitumie kama chombo kwa ajili ya ibada hii. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata na kuamini. Sema amina basi. Na karibu sana kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Tukapate kubarikiwa pamoja kwa neema zake Bwana. Jina langu ni Apostle Daniel HM, ambaye nahudumu na kanisa la Maximum Healing Outreach Ministry. Kwa sababu ya neema hiyo basi na kukaribisha kwenye ibada hii ambao kwenye kipindi cha Voice of Altar, na Bwana akubariki kwa ajili ya muda wako ambao umetenga kwa ajili ya kusikia kutoka kwa Bwana. Basi kwenye muda wa leo ama majira haya nataka kufundisha neno la Bwana ambalo naongea kuhusu not in vain to serve God. Not in vain to serve God. Sio bure kumtumikia Mungu. Maana watu wengi huwa wanaona kana kwamba kutumikia Mungu ni bure, lakini si bure kumtumikia Mungu. Ndiposa nimekuja nikufundishe ili ukapate kuelewa ya kwamba sio bure kumtumikia Mungu. Basi tuende pale katika kitabu cha Deuteronomy chapter number 28 as from verse number 47 and 8. My first one here ambao ninatumia Kiswahili nasema hivi: Mwenyezi Mungu wenu aliwabariki katika kila njia, lakini nyinyi hamkumtumikia kwa moyo wa furaha na mkunjufu. Kwa hiyo mtawatumikia maadui wenu ambao Mwenyezi Mungu atawatuma dhidi yenu kwa njaa, kiu na uchi, na kutundukiwa kila kitu. Atawafungieni nira ya chuma mpaka mwangamizwe. So I'm talking kwamba kutumikia Mungu si bure. Serving God is not in vain. Maandiko sema ya kwamba Bwana aliwabariki kwa kila njia, lakini hamkumtumikia kwa moyo wa furaha na mkunjufu. So ninaongea na wewe ambao unanitazama siku ya leo. Kuna kiwango ambacho Mungu amekubariki. Kuna wengine Mungu amewabariki na afya, lakini hujapata kumtumikia katika hiyo afya ambao Mungu amekupatia. Mwingine Mungu amekubariki kwa sababu ya sura, lakini hujapata kutumia hiyo sura kwa ajili ya kumtumikia. Mwingine Mungu amekubariki kwa ajili ya kazi, lakini hujatumia hiyo kazi kuweza kumtumikia Mungu. Wengine Mungu amekubariki na ndoa mzuri, lakini hujachukua hiyo ndoa yako kumtumikia Mungu wako. Wengine Mungu amewabariki na kazi na watoto wazuri, lakini hujamtumikia Mungu kwa moyo wa furaha na moyo mkunjufu. Kwa jambo moja au lile nyingine Mungu amekubariki. Maana unapotazama unakuta ya kwamba vile tunazungumza na wewe, na wafurahia sana na wale watu wa upande ule wa TikTok, naona mmeingia kwa wingi. Basi wakati ambapo unapotumikia Mungu na ujue ya kwamba is not in vain. Maana wakati ambapo Mungu amekubariki
Kumbuka ya kwamba kuna watu ambao leo wewe uko na afya. Kuna watu leo tunazungumza na wewe wako kwenye mahospitali na hawajiwezi, hata hawezi wakabadilisha nguo zao. Wengine hata hawawezi hata wakainuka mahali waliko. Wengine labda hata wasapoteza maisha yao. Lakini wewe Mungu amekubariki. Kwa jambo lile Mungu amekubariki, basi ni vyema uelewe ya kwamba Bwana amekupatia nafasi hiyo ni kwa ajili ya kumtumikia. Unajua watu wengi wao wanapenda kutumikia mambo mengine tofauti. Wengine wanatumikianga waume zao, wengine wanatumikia wake zao, wengine wanatumikia bosi wao, wengine wanatumikia fedha, wengine wanatumikia ile mali ambao Mungu amewapea. Lakini hakuna yule ambaye anayetafakari na ni kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingi unakuta kwamba watu wanaona kana kwamba kutumikia Mungu ni bure. Na unakuta many people they are not committed to serve God because they see it is in vain. But I come to tell you this evening, my brother and my sister, ya kwamba kutumikia Mungu sio bure. Na ndio maana Maria anasema ya kwamba Mungu wenu aliwabariki, lakini mkakataa kumtumikia kwa moyo wa furaha na moyo mkunjufu. Kuna watu ambao unakuta kwamba watatumikia Mungu sawa, lakini hawamtumikii kwa moyo wa furaha na moyo mkunjufu. Wengine wanatumika kwa sababu ya kufurahisha pastor wao. Wengine wanatumika ni kwa sababu wafurahisha washirika wenzao. Wengine wanatumika ni kwa sababu wafurahisha waume zao. Wengine wanatumika wafurahisha boyfriend wao. Wengine wanatumika wafurahishe girlfriend wao. Lakini hakuna yule anayetumika ili afurahishe Mungu. Kuna vitu ambao Mungu amekubariki nazo. Wakati ambapo unaposaidia mayatima, basi ni njia moja ya kumtumikia. Kutumikia Mungu, mpendwa, haimaanishi ya kwamba ni lazima upiri vile ninaupiri siku ya leo. Labda Mungu wewe amekubariki ili utoe fedha zako kugharamikia ibada kama hii. Labda wewe Mungu amekubariki kwa ajili ya kwamba upate kusimama na wale mayatima. Wale Mungu amekubariki labda uweze kusimama na wale wachane. Wale wengine Mungu amewabariki ili ukapate kusimama kwa ajili ya kusupport yule mtu ambaye amekosa school fees. Lakini watu wengi wanafikiria ya kwamba wakati amebarikiwa ama amepata nafasi hiyo ya kubarikiwa, basi amebarikiwa yeye na watoto wake na jamii yake. Lakini watu waelewi ya kwamba wakati Mungu anakubariki, anakupatia na wale ambao unafaa kuwa baraka kwao. Lakini watu wengi hawataki kuwa baraka kwa wengine. Yaani anapokusaidia ni lazima ajue baada ya kukusaidia ni nini atakachopata kutoka kwako. Sasa hapo ndiye atakusaidia. Lakini mapenzi ya Mungu ni lazima uelewe ya kwamba unapotumika ujue ya kwamba anayekulipa ni Mungu. Maana watu wengi kwa nini wamekosa thawabu? Ni kwa sababu ya kwamba anapoweza kusaidia mtu anafanya hiyo akikusudia ya kwamba yule mtu atarudi kuleta shukrani. Na ndio maana unakuta kwamba watu wengi wanatumikia watu, hawatumiki Mungu. Maana wakati ambapo unapotumikia Mungu, basi Mungu ataleta thawabu. Leo hii kama mimi mchungaji ninahitaji nijue ya kwamba ninatumikia Mungu. Ninapotumikia Mungu, Mungu ataleta supporters wa kusupport kazi hii. Lakini kuna watu ambao kama wachungaji tuko kwenye studio. Kuna wachungaji ambao tumepewa madhabahu, lakini hatutumiki Mungu. Tunatumikia watu. Na ndio unakuta ya kwamba tumeweka viwango. Kuna wale watu tunaonana na wao one on one, na kuna wale watu ambao hatuwezi onana na wao one on one. Yaani mtu akiwa maskini hatuwezi tukamuona one on one kwa sababu huyo hana faida. Na wale tunawekanga huko nyuma. Lakini wale ambao wako na fedha, wale ambao tunaweza wakatuwekea mafuta ya gari, wale ambao wanaweza wakasupport kulipa nyumba hiyo, basi tunakuta kwamba tunaweka mbele kwa sababu ya kwamba tunatumikia watu, hatutumiki Mungu. Lakini tungekuwa tunatumikia Mungu, basi tungekuwa ya kwamba kila mmoja aliye maskini na asiye maskini wote tungewapepa kwa kiwango moja. Leo hii rais leo akija kwa kanisani, tutamtafutia kiti yenye hata finywa.
Yaani lazima tuende hata tuombe kiti ili akuchakalie. Lakini wale watu ambao hawana kitu wanapokuja itabidi tunawapatia viti ambao hata wao wanachoka kukaa. Lakini tungebalance kwamba anayekuja akiwa tajiri na asiyekuwa tajiri wote ni Mungu amewaleta, basi tungewafali utesemu. Kama wanakalia plastiki wakalie wote. Serving God, it is not in vain, my brother and my sister. Wakati ambapo unaposikia neno la Bwana uelewe ya kwamba unahitaji kumtumikia Mungu. Wakati ambapo watu unaweka dada zako kwa ajili ya kushare hiyo clip kwa mwingine, basi ni njia moja ya kuhubiri. Wakati ambapo umepewa kipawa cha kuimba, basi hiyo ndiyo nafasi Mungu amekupatia ili umtumikie. Lakini angalia waimbaji wa leo wengi, wakati ambapo anakuja katika kusanyiko la kumtumikia Mungu, mpaka lazima akuulize swali moja ya kwamba ninapokuja utanilipa pesa ngapi? Mnajadiliana before afike. Kwa hivyo ajua akikuja anakuja pesa ngapi. Kuna siku moja mchungaji mmoja alitufanyisha kazi ya kuchanga pesa. Tunachanga kulipa mwimbaji anakuja. Na huyo mwimbaji hata kumbe si yeye. Sasa kuna mwingine amejifanya ni yeye kwenye mtandao. Sasa anajifanya ni yeye. Sasa yeye anadanganya pasta ya kwamba sasa gari imeharibikia njiani, na kwa sababu ya hiyo imeharibika basi nitumie pesa ili nikaweze kutengeneza. Tukachanga haraka haraka hapo 10,000 tukamtumia, na kumba hata hayuko. So ni kwa sababu ya nini? Kama ingekuwa ya kwamba waimbaji wanatumikia Mungu, hawangekuwa na haja ya kuchangiwa pesa ili wakuje kwenye kusanyiko. Wangekuja kwa kumtumikia Mungu. Lakini angalia namba kubwa ya waimbaji siku ya leo. Wale ambao ni famous, hauwezi ukawaalika mkutano usiyokuwa na mkutano wa fedha wakuja. Hawatakuja. Lazima wakuwe kwenye mkutano ambayo ulio na fedha. Lazima wajue ya kwamba wanapomaliza hiyo mkutano, labda hata ni wimbo moja ameimba ama ni nyimbo mbili, na hapo ndipo itabidi apewe kama 10,000 ama apewe 20,000 ama mwingine apewe hata 50 kulingana na ufahamu na umaarufu wake ambapo aliko. Lakini kama waimbaji wangejua ya kwamba wanatumikia Mungu, basi hawangekuwa wana demand fedha. Kama wahubiri wangekuwa wanajua kwamba wanatumikia Mungu, hawangekuwa wana demand pesa ili wakaweze kuombea mtu. But because we don't know the power of serving him, we see that serving him is in vain. That's why we charge money to do the work of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa, lazima uelewe ya kwamba wakati unamtumikia Mungu, Mungu hajasema ya kwamba kumtumikia ni kuhubiri peke yake. Rasha. Unaweza ukatumikia Mungu kwa kutoa nguo zako, ukasaidia wala wasio na nguo. Na ndio maana Yesu anasema ya kwamba wakati ambapo nilikuwa mgonjwa, hamukuja kuniona. Wakati ambapo nilikuwa sina chakula, hamukuja kunipa chakula. Wakati ambapo nilikuwa sina mavazi, hamukuweza kunifarisha. Wakati ambapo nilikuwa gerezani, hamukuja kuniona. Sasa watu wengi wanasema ya kwamba basi sisi ulikuwa wapi, hatukukuona. Lakini kuna watu ambao wako kwenye magereza, hauendi pale watembelee. Kuna watu ambao wako mahospitali, hauendi pale watembelee. Kuna watu ambao wako katika children home, hauwezi enda kuwatembelee. Kuna watu ambao wanalala njaa, bado hujaenda kuwasaidia. Kuna watu ambao wanatembea uchi, haujaenda kuwasaidia. Na iliali mpendwa, Mungu amekubariki. Leo hii wanasiasa wakienda mahali watahitaji kupea watu 200 ili watu wapige makofi waseme tu term ama waseme tu one term. Lakini hawezi wakatumikia Mungu kwa sababu wamepewa jukumu ya kuwa viongozi kwa hao watu. Sasa lazima watoe hongo ili wapigwe makofi. Na unakuta kwamba mtu akisaidia mtu lazima kuonekane kwenye media. Kwa sababu they are not serving God, they are serving human being. And that's why my brother and my sister, men they lack hiyo zawadi. Watu wengi wamekosa hiyo zawadi kwa sababu hawatumiki Mungu. Na ndio maana Mungu anasema ya kwamba kwa sababu hiyo hamkunitumikia mimi kwa moyo wa furaha na mkunjufu, ndiposa basi nimeleta adui kwenu. Adui ambaye ni wa njaa, adui ambaye ni wa kukosa kila kitu. Angalia leo si kila mtu vile kila mtu analia. Mara analia sina pesa, analia skuru mtoto amefukushwa, analia sina chakula, analia sina mafasi. Yaani watu wametundukiwa na kila kitu. Ni kwa sababu ya nini? People they are not serving God.
Unakuta hata labda Mungu amekupatia mgongo ambayo badala uiname ukapiga deki kwenye madhabahu ya Mungu, basi uwezi ukainama. Unatakanga tu ende kama umechelewa, ukute wengine wameshafanya usafi wamemaliza. Na ujui ya kwamba kuna watu ambao wanauma mgongo, hawawezi wakainama, lakini wewe Mungu amekujalia kuwa na mgongo mzuri. Hauwezi ukatumikia hiyo mgongo kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Wengine Mungu amewabariki na sauti nzuri. Hauwezi ukatumia hiyo sauti kwa ajili ya kutumikia Mungu. Unaitumika kwa mshene. Serving God, my brother and my sister, is not in vain. Hebu tuende pale katika kitabu kile cha Malaki chapter number 3 and verse number 14. Lazima tuelewe kutumikia Mungu. Hizo fedha Mungu amekupatia, tumikia Mungu nazo. Tumikia Mungu nazo mpendo. Kuna watu ambao walikuwa na fedha na hizo fedha zikafika mahali zikakwisha. Na watu walikuwa na mali na mali yalikwisha. Eli wangechua watumikie Mungu nazo, basi wangekuwa wameweka akiba. Wangekuwa wanaenda leo wamwambie Mungu, sasa sisi tulitoa kwako, basi na sisi ukatupatie. Lakini sasa unakuta kwamba watu wakati wamebarikiwa ni furaha yao, kifi yao wanasaidika wao. Hakuna siku wanakumbuka. Kuna siku nilikuwa najaribu kutafakari. Mtu mmoja hivi anachenganga nyumba ambayo ni gorofa, mpaka inaishanga mpaka gorofa ya 7, mpaka wengine gorofa ya 12. Mtu mmoja hahitaji msaada. Lakini tunapofika kwa Mungu, unakuta vikanisa ni vya mabati mzee. Na sasa hiyo tuko na watu kama 100 kanisani. Tuko na watu 1000. Tuko na watu 2000. Tuko na watu 300. Lakini kanisa ni ya mabati. Lakini kuna mtu mmoja amechenga nyumba ambaye ni ya mawe. Yetu tunasema ya kwamba tunamtumikia Mungu. Unamtumikia Mungu kwa kiwango kipi? Unamtumikia Mungu kwa njia gani? Unamtumikia Mungu kwa upana gani? Hebu tuende pale katika kitabu cha Malaki. Malaki chapter 3 verse 14. Biblia inasema hivi: enyi mnasema kumtumikia Mungu hakuna faida. Kuna faida gani kuyatii maagizo ya Mwenyezi Mungu wa majeshi? Au kuna jaribu kumuonyesha kuwa tumemkosea mbele yake kwa kutembea kwa watu wanaoomboleza? Kwa hivyo watu wanaulizana ya kwamba kuna faida gani katika kumtumikia Mungu? Kuna faida gani katika kuzingatia na kusika maagizo yake? Hawaoni maagizo faida yake. Hawaoni hacha ya hii mambo ambao ya kufuata maagizo ya Bwana. Na ndio maana unakuta ya kwamba siku ya leo watu hawafuati maagizo. Unakuta kwamba mchungaji anaweza kufundisha ni vyema watu watoe fungo la 10, lakini kuna watu hawatafuata, maana hawaoni faida ya kufuata hiyo. Mchungaji anaweza kufundisha kuhusu kumtumikia Mungu kwa ajili ya fedha zako, lakini kuna watu ambao wanaulizana kuna faida gani ya kushika haya maagizo. Pastor anasema ya kwamba tuingie kwenye ibada saa fulani, lakini kuna watu ambao hawana hiyo jukumu la kusika hayo maagizo. Ya waingie hiyo masaa. Pastor anasema waingie saa 1, wao wanaingia saa 3. Pastor anasema waingie saa 2, wao wanaingia saa 6. Because hawaoni faida ya kushika hayo maagizo. Basi akisema tufunge, wao hawatafunga, maana hawana haja ya kushika hayo maagizo. Na maana wanasema ya kwamba kuna faida gani ya kuzingatia kushika hayo maagizo? Nimesikia mnaulizana. Ni Mungu anaongea hiyo neno. Wao watu hawakuona umuhimu wa kuweza kumtumikia. Waliona hata hakuna haja ya kufuata maagizo. Na ndio maana unakuta kwamba watu wengi bado wanataabika wakiwa ndani ya makanisa. Watu wanateseka bado wakiwa ndani ya makanisa. Watu wanalia bado wakiwa ndani ya makanisa. Kwa sababu hawako kwa I was thinking wakati nilikuwa nimejita kama mkutano kwa ajili ya neno hili. Nikaona watu, the big number of today, wanataka mahali wanaenda wapewe msaada kanisani. Sio wao waende watumikie Mungu. Wakienda kwa pastor atawapatia unga kila Sunday, au huyo pastor ni mzuri. Wakienda kwa pastor mwenye hawapatii unga, huyo pastor ni mbaya. So they are not serving God. They are after miracles.
They are after what they receive from that altar. Sasa kama wewe unatarajia pastor akupatie unga, ni lini ambao utamtumikia Mungu? Wengine hata mnaitwa mayatima kwa wazungu, ndio msaada ikuje, na nyinyi mko hapo mnapiga makofi, na ili hali ninyi mmehesabiwa kuwa mayatima. Wengine mmehesabiwa kuwa wachane ili mpewe kaunga. Lakini katika hiyo elewa ya kwamba haujatumikia Mungu, umeenda usaidiwe. Umeenda usaidiwe. Wengine mko hapo kwa sababu ya kusaidiwa kuzika watoto wenu. Watoto wakikufa, pasta atakaramikia kila kitu. Atatoa hedi, atanunua chenesa, atalipa mocheli, atafanya nini? Sasa hiyo kanisa ni mzuri. Lakini wewe mahali ambapo unataka kumtumikia Mungu hautaki. Hapo sasa ni gharama kwako, uitaki. And that's why many people they are suffering, yet they call themselves Christian. Ningependa mpendo challenge siku ya leo ya kwamba wewe unamtumikia Mungu ama unatumikiwa. Maana kuna wale watu ambao wanatumikiwa. Wao ni boss kwao. Wakienda kanisani ni boss. Wao wataki kukua wale watu ambao ni servant. Wanataka kuwa wao ndio wakubwa. That's why pale verse number 18 Biblia inasema ya kwamba hapo tunasoma Mark. Verse number 18 inasema hapo ndipo mtakapotambua tena tofauti iliyopo kati ya waadilifu na waovu. Naam, kati ya mtu anayemtumikia Mungu na asiyemtumikia. Kwa hivyo kuna utofauti ambapo utakuja kuletwa nyakati za mwisho. Kwa wale ambao waliyemtumikia Mungu na kwa wale ambao hawakumtumikia. Kwa hivyo tunapokuwa kanisani kama tuko watu 100, kama ni watu 30 wanatumikia Mungu na watu 70 hawamtumiki Mungu, basi utofauti huo utaonekana. Utaonekana hawa 30 ndio waliyemtumikia Mungu na hawa 70 hawakumtumikia Mungu. Kwa hivyo ni vyema na wewe uchiite kama mkutano, uangalie ya kwamba wewe uko pande gani, kwa wale ambao wanamtumikia ama ni kwa wale ambao wasiyomtumikia. Maana kwa wale ambao wanamtumikia watapewa thawabu yao, na wale ambao hawakumtumikia pia vile vile watapewa thawabu yao. Hakuna mtu ambaye anafanya kazi akose mshahara wake. Kila kazi njema na isiyo njema, kazi zote zinapata mshahara wake. Bwana asifiwe sana. Basi ndivyo tutaona utofauti kwa wale ambao waliyomtumikia na kwa wale ambao hawakumtumikia. Ni vyema tujiite kama mkutano, tujiulize kwa njia gani ambao tunayemtumikia Mungu wetu. Psalms chapter number 101 verse number 6. Verse number 6. Psalms. Biblia inasema hivi: nitawaangalia kwa wema watu walio waaminifu, wapate kuishi pamoja nami. Watu wanyofu ndio watakao nitumikia. Maana yasema aje? Ya kwamba macho yake atawaangalia watu ambao ni waadilifu, watu ambao ni wale ambao wakumtumikia. Kwa hivyo hawezi wakamtumikia kila mmoja, bali kuna wale ambao Mungu anahitaji wakaweze kumtumikia. Na anasema ya kwamba watakaye nitumikia ni wale watu ambao ni wanyoofu, watu ambao ni wakamilifu, watu ambao ni watakatifu. Kwa hivyo huwezi ukamtumikia Mungu na ili hali mpendo wewe si mtakatifu, utakuwa basi pia hautapata thawabu. Maana anasema ya kwamba macho yake yatawaangalia wale ambao ni waadilifu. Let me read to another version here. Psalms 101 and verse number 6. Macho yangu yatawaelekea waaminifu katika nchi, hao wakae nami. Yeye aendaye katika njia kamilifu ndiye atakayenitumikia. Atakayenitumikia ni yule aendaye kwa njia nyoofu, kwa njia kamilifu.
Na anasema ya kwamba macho yangu yatawaangalia katika dunia. Kwa hivyo wakati ambapo unapomtumikia Mungu, mpendo, elewa ya kwamba macho yake yatakuangalia. Mungu anakuangalianga vile unavyofanya kazi. Unapomtumikia anaangalia kazi ile unaifanya. One time nilikuwa nafanyanga kazi ya usafi kanisani. Mimi napendanga. Mimi nikiendanga kanisani nikute hiyo kanisa siwezi pewa hata kufagia hata choo. Mimi siendangi hiyo kanisa. Natokanga. Sasa nikaenda kanisa moja. Na nilipofika huko nikapewa nafasi ya kuweza kufanya usafi. Hiyo kazi nilikuwa naifanya kwa moyo wangu wote. Kila Saturday nilikuwa ninaosha hizo viti. Ninachukua tu, si kupanguza, kuosha one by one, na ninanunua sabuni ninaanza kuosha one by one. Sasa ukafika siku moja nikakamatwa nikawekwa gerezani. Hiyo kuosha viti ili nisaidia kutoka gerezani. Kwa hivyo leo wewe ukiweza kutekwa nyara, upelekwe gerezani, ni nini ambacho kitakachokutoa kwenye hiyo gereza? Wakati leo ikihappen leo umekuwa mgonjwa, ni nini ambacho utamwambia Bwana ya kwamba umekifanya ili kikapate kukusaidia kutoka kwenye hiyo kitanda ya ugonjwa? Lazima uelewe hiyo. Mungu anahitaji watu ambao wanamtumikia kwa njia ambaye ni ya unyoofu, kwa njia ambaye ni ya ukamilifu, kwa njia ambayo ni ya kujitolea. Lakini watu wanataka tu kufanya kazi ya Mungu ili wapigiwe makofi. Sasa siku moja nikawa ninafanya hiyo usafi. Sasa sijui ni roho gani iliniingia, nafikiria ni pepo iliniingia. Tukawa tunaulizana, na tulikuwa tunafanya na wasichana wawili hapo usafi. Sasa tukaanza kuulizana. Na mbona apostle hajaiona hii kazi tunafanya? Hata siku moja hajawahi tuombea. Mimi nafikiria hiyo ni pepo ilikuwa imetuingia. Sasa tukaanza kuongea sisi kwa sisi. Lakini nikasikia tena kitu inaniambia, lakini hata hivyo si anaonanga mkifanya. So nikaambia wale wengine, hata kama hatuambii, si anaonanga sisi ndio tumefanya, na anajua sisi ndio tunafanyanga hiyo usafi. Ukatokea mchungaji mmoja akatoka all the way from Kitui akakuja. Alipokuja akiwa revival ilikuwa saa 2 nakumbuka. Akasema Mungu ananiambia kuna watu hapa wanafanya usafi na wanasikia kuvunjika moyo. Mungu ananiambia ya kwamba niwaombee, maana Mungu anataka kuwabariki. Sasa sisi kwetu kama wanadamu tumeona kama Mungu hayuko, hata haoni, hata apostle haoni tukifanya hiyo usafi. Sasa tukatokea. Maana tulikuwa bado sisi wote tulikuwa kanisani. Kwa hiyo revival tukatokea tukaenda pale mbele. Akatuambia Mungu anasema ya kwamba atawainua na atawabariki. Na imagine sisi wote watatu tulifanya harusi. Hakuna hata mmoja aliyeanguka. Na wale wengine walikuwa natuona, hakuna mtu alifanya harusi. Kwa hivyo tukaona hiyo ni ishara moja ya kwamba tumebarikiwa. Kwa hivyo si lazima Mungu akupatie pesa mingi. Kuna kitu ambacho Mungu atakufanyia kenye ambacho wengine hawajafanyiwa. When you serve him. Na umtumikie kwa roho yako yote. Na ni mimi kutoka wakati ule nilielewa ya kwamba kumtumikia Mungu is not in vain. Is not in vain, my brother and my sister. Tumikia Mungu kwa moyo wa kujitolea. Kwa moyo ambaye ni wa kuamua, sio wa kusukumwa. Si lazima uulizwe kwamba kwa nini hujafanya usafi, for example. Si lazima waulizwe kwa nini hujakuja kwa praise and worship team if you are a praise and worship team. Si lazima ulizwe kwa nini hujahubiri. Hiyo ni jukumu lako ukijua mahali ambapo Bwana amekuweka kutumika. Sio lazima wakati ambapo unatoa pesa zako kutumikia Mungu kwa njia hiyo moja, alafu watu waseme fulani ametoa pesa fulani. Unaweza ukatoa siri. Unatoa kwa in secret way. Una support hiyo kazi ya Bwana, si lazima upiwe makofi. Si lazima upiwe makofi. Kuna siku moja nilikuwa napelekanga sukari na mkate na maziwa kwa mchungaji. Napeleka kila asubuhi Sunday. Kila Sunday. Hata siku ile nimeitwa kuhubiri kwingine. Nitaipeleka Saturday. Ama kama ninaenda Friday nitaipeleka hiyo Friday. Na niache hapo. Na hakuna mtu aliyekuwa anajua kama napelekanga. Kila walikuwa yapata ni kwamba iko kwa mesa. Na sasa naye apostle alikuwa anachukua anaombea. Anakemea kama kuna pepo anakemea amewekewa, na sasa hiyo hajui kama ni mimi napelekanga. Siku moja nikawa saa 12
nimeingia kwenye ofisi, maana nilikuwa napeleka kwa ofisi kisha narudi kuingia kanisani. Sasa ile ninatoka hivi kwa ofisi nikapatana na pastor mdogo akikucha na yeye. Kaniambia, unajua tumeishi tukiombea hii sukari, tunakemeanga pepo, kama kuna pepo iko ndani itoke. Kumbe ni wewe unaletanga. And from there hiyo Sunday, sasa ndio apostle akajua ni mimi naleta. Akaniita kwa madhabahu akaniuliza, "Ni nani alikuambia uletange hii? Ulitoa wapi hii akili?" Nikamwambia mimi nilifikiria, nikaona nikikuletea sukari basi utakunywa wewe pamoja na mamu. Kwa hivyo hakuna mtu hata kunywa. Kwa hivyo nahitaji baraka za mama pamoja na baba. Lakini leo watu wengi akiwa ni pastor, anapenda pastor mwanaume, apendi mke wake. Anaona kama ni kimaindi kiko hapo. Kwa sababu hajui baraka za mke wa pastor pia zinatoka wapi. Hajui kuna pastor za mume wa pastor. Maana kuna wale wanawake ni pastor. Sasa mimi nilikuwa natafuta baraka both side. Nikiwekea huyu pastor credit ya 10, nitawekea na huyu mwingine 10. Nikiweka ya 50 huyu, maana pastor ndiye anaongea na watu wengi, namwekea 100. Mama ninamwekea 50. Maana yeye najua si watu wengi anaongea na wao. Lakini ni njia moja ya kutumikia. Na ndio maana ninaangalianga na kukuta hakuna siku nimeikosa sukari, na ikikosa ni siku moja. Kwa sababu nimepanda. Leo wewe ni nini Mungu ambao anaweza akaangalia umemtumikia na akakubariki kwa ajili ya hiyo. Bwana asifiwe sana. In the book of Joshua chapter number 24 verse number 15. Joshua 24 verse number 15. Bado ni vizuri uelewe ya kwamba kutumikia Mungu sio bure. Twenda hapo Joshua 24:15. Biblia inasema hivi: kama hamtaki kumtumikia Mwenyezi Mungu, basi chagueni leo hii ni nani mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo wazee wenu walitumikia ng'ambo ya mto Eufrate, au miungu ya Waamori ambao sasa mnaishi nchini mwao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mwenyezi Mungu. Joshua aliangalia akasema hivyo. Maana aliangalia watu wengine wako kwa miungu bado wanaendelea kutumika. Wengine akaangalia, yani akaona kila mtu ako kwa njia zake. Kaona kuna wale ambao bado hawasikii kila anachokisema. Akaamua akawaambia, sasa leo amueni nyinyi wenyewe. Muamue kama mtamtumikia yule Mungu ambaye baba zenu walikuwa wanawatumikia pale ng'ambo ya Farati, ama mtatumikia ile miungu ambaye mko ndani yake, ama mtatumikia Mungu yupi? Sasa ilifika mahali ambapo aliwaacha wajichagulie wenyewe. Aliwaacha wajichagulie. Na ndio maana anawaambia sasa amueni nyinyi wenyewe leo mtamtumikia nani. Lakini akawaambia kwamba lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kwa hiyo mpendwa, ni vyema na wewe uangalie, uamue ni nani ambao utakayemtumikia. Maana wale watu ambao wanatumikia miungu wanaitumikia kwa kweli. Ni wachache wanaotumikia Mungu wanatumikia kwa kweli. Lakini wale watu wanatumikia miungu hawananga msaa. Hawana msaa wale watu. Hawananga jokes huko. Wakiamua wanatoa watoto wao kafara, wanawatoa wakimaanisha, hawananga msaa. Lakini je, wala tunayemtumikia Mungu, tumejitoa kiwango gani kumtumikia Mungu? Mali yetu yanamtumikia Mungu. Kuna watu wengine wanakuja kwamba mali yako unayaacha nyuma, wewe tu ndio uko mbele. Hata hiyo tu sio kumtumikia Mungu. Wana wa Israeli wakiwa pale Misri wanasema ya kwamba sasa sisi Farao tuache tuende tumtumikie Bwana. Naye Farao akamwambia nendeni. Na haikuwa rahisi kuwaachilia. Na walipoenda wanasema ya kwamba tunaenda na kila kitu, hata kwato la punda hatutakuachia. Tutaenda na kila kitu chetu, hata kwato. Hawataacha nyuma. Lakini kuna watu ambao tunasema tunamtumikia Mungu na mali yetu sisi tumeacha nyuma. Na wao wanasema hata kwato hawataiacha nyuma.
Walitaka waende mpaka na ng'ombe zao. Kwa hivyo hata kwato nafikiria kama ilikuwa kuna ng'ombe imevunjika kwato hiyo, basi lazima wangeiokota waende nayo, maana hawakutaka kuacha chochote kile nyuma yao. Sasa ni vyema uelewe mpendo ya kwamba unapomtumikia Mungu, Mungu anahitaji mtu ambaye anamtumikia pamoja na nyumba yake. Sawishi mke wako amtumikie Mungu. Sawishi mume wako amtumikie Mungu. Sawishi watoto wako wamtumikie Mungu. Hauwezi ukamtumikia Mungu mpendwa peke yako, wengine watakurudisha nyuma. Sawishi hao mandugu zako wamtumikie Mungu. Ijapokuwa wale watakaye kataa, utawaacha, maana hata Joshua anafika mahali anawaambia chagueni wenyewe. Nani mtakaye mtumikia? Muone kama mtatumikia hao maadui ambaye baba yenu walikuwa wanatumikia miungu yao, ama mtatumikia Mungu gani? Kwa hiyo mpendo, lazima uelewe ya kwamba serving God is not in vain. Wakati ambapo unatumikia Mungu kwa moyo ambaye ni wa kujitolea, mpendo, hauwezi ukakosa thawabu yako. Hauwezi ukakosa. Wakati mmoja nikaona mchungaji mmoja akihubiri, vile ninahubiri siku ya leo. Nikasikia tu amenibariki. Nakumbuka nilikuwa na shilingi 100 nikamtumia kama sadaka. Na hapo ndipo mlango ulifunguliwa ya mimi kupata kuhubiri kwenye station. Ndio ilifunguliwa hapo. Nikaanza kuhubiri kwa TV. Na nikapewa, nakumbuka 1 hour nilihubiri kwenye hiyo rundinga free of charge. Free of charge. Kwa nini? Maana nimeweza kusupport kazi ya Bwana. Nimemtumikia Mungu hapo. Naye Mungu akanibariki kwa njia hii nyingine. Sasa ni lazima muelewe ya kwamba katika kumtumikia Mungu mpendwa, haiwezi ikakuwa bure. Angalia wale watu ambao ni wachungaji leo. Hakuna hata mmoja anaingia kanisa saa 1. Kuna kuendelea huko saa 4. Angalia wote hivi. Unakuta mtu hata ajielewi kabisa kama yeye ni mhubiri. Lakini unakuta anaingia mapema, hata ajui kwa nini anaingia mapema. Unakuta katikati ya wiki kama kuna ibada, unakuta huyu mtu amekuja na hata ajui mwenyewe kwa nini anaingianga. Lakini kwa sababu ya ile kipawa iko ndani yake, ndiye inamwambianga siuende hata evening service, siuende hata morning service. Inamuongelesha. Mwisho unakuta yule mtu amekuwa pastor. Lakini angalia wale watu wanaingia saa 4 kanisani. Wale watu wanaingia Sunday to Sunday. Wale watu hakuna hata siku moja hivi watakuwa pastor. Hata mmoja, na unionyesha hata mmoja unamjua. Alikuwa anaenda Sunday saa 4 na leo ni pastor. Unionyesha hata mmoja hivi. Unionyesha hata mmoja hivi unamjua. Lakini mimi nitakuonyesha wale ambao walikuwa wanaingia ibada saa asubuhi. Wale watu ambao waliingia kanisa mapema. Wale watu ambao walijitolea kwa kazi ya Mungu. Leo hii wengi ni mapastors. Nikiwa mmoja wao. Unajua mimi nikienda kanisa saa 4, mimi nasikianga nimepoeka. Maana si kitu nilichozoea. Unless niitwe sasa kanisa yenye wanaingianga saa 4. Ninaendanga, lakini sasa mimi kwangu naona hii si hivi. Kuna mali tulikuwa tunaenda kanisani, wanaingianga saa 4 ndio wanaanza kukuja. Yaani hiyo kanisa ilikuwa fani. Hata pastor mwenye anahubiri asubuhi anaongojewa akuje, sasa ndio ibada ianze. Yaani mimi nilikuwa naona confusion kabisa. Sasa mimi nikafika siku moja, sijui nao walifikiria, wakaniambia mimi wewe ndio utakuwa unaongozanga ibada asubuhi. Mimi nikaingia siku moja, nikaingisha maombi. Nikaanza maombi. Isada iliyofuata sikupewa ile nafasi tena. Kwa sababu sasa hiyo hawaendangi na hiyo. Wao wanatakanga ile kukucha mchana. Sasa na mimi hiyo siwesanangi naye, sikuendelea kukaa hapo. Sasa ni lazima uelewe na wewe, Mungu amekuita kufanya nini? Labda Mungu amekuita kwa kuomba. Labda wewe ni kuombea nchi. Labda wewe ni kuombea wachungaji. Labda wewe ni kuombea wanandoa. Labda wewe ni kuombea wamama. Labda wewe ni kuombea wazee. Labda wewe ni kuombea wanahuduma. Labda wewe ni kuombea watoto. Lakini ulienda ukarara, haumtumiki Mungu kwa hiyo njia aliyekuita. Basi uelewe ya kwamba unafeli. Umefeli katika hiyo njia Mungu aliyekuita. Bwana alikuita labda wewe utoe fedha zako zikaweze kusaidia injili yake. Lakini kwa sababu ya hiyo hawewe ukaona ni wewe umebarikiwa, au kutoa fedha zako, basi you are a failure.
na failure siku zote huwa wapati thawabu. Bwana asifiwe sana. Hebu tuende pale katika kitabu cha Matthew chapter number 19 verse number 29. Hawa ni wanafunzi wa Yesu wanamuuliza maswali hapa. Vile wewe unauliza. Matthew chapter number 19 verse 29. Biblia inasema, na kila aliyeacha nyumba au ndugu au dada au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili yangu atapokea mara 100 zaidi na kupata uhai wa milele. Wanafunzi wanaenda wanamuuliza Yesu, sasa na wewe tukuulize mzee, na hii tumeacha kila kitu, sisi tumekufuata hapa, ni nini tutapata baada ya kukufuata? Na nafikiria wanafunzi wa Yesu walikuwa kama washirika wa leo. Walikuwa wanataka kujua, yes tumekufuata, sisi hatuna shida ya kukufuata, tutakufuata tu, lakini nini tutapata hapa? Tumekufuata tupate nini huko mbele? Na Yesu akawaambia aje, ni sawa, ni yeyote ambaye ataacha nyumba yake, aache mama yake, aache baba yake, aache watoto wake, aache ndugu zake, basi huyo atapata mara 100 na zaidi ya yote atapata uzima wa milele. Kwa hivyo kuna watu ambaye watakosa uzima wa milele kwa sababu walikataa kuacha nyumba zao. Na kuacha nyumba zao sio kuacha usiingie hiyo nyumba. Ni kwamba hautaiweka mbele ya Mungu. Haitakuzuia kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe sana. Wakati ambapo anaposema ya kwamba atakayeacha ndugu zake na dada zake na atakayeacha wazazi wake, basi huyo atalipwa mara 100. Si kusema uchukie mama yako na baba yako, si kusema uchukie madugu zako na madada zako, bali inamaanisha ya kwamba basi hawa watu hawatakusuiria kwa ajili ya kumtumikia. Hawatakusuia kumtumikia. Kuna watu ambao walikataa kuacha waume zao ili watumikie Mungu wao. Walikataa kuacha wake zao ili watumikie Mungu wao. Bado wamewashika. Kwa hivyo sijasema kwamba waache mume wako, but in the spiritual realm umuache. Yaani ni kusema asikusuie kumtumikia Mungu wako. Licha kwamba hako asikusuie kwenda kwa Mungu. Asikusuie kufuata njia za Mungu. Hiyo ndio kusema kwamba aliyeacha wazazi wake, mandugu zake, basi akaacha kila kitu akafuata Mungu, mpendwa atapata thawabu. Maandiko yanasema kwamba atalipwa mara 100 duniani na uzima wa milele ataipata. Kwa hivyo unapofanya kazi hii, it's not in vain. Utapata mara 100. Utalipwa katika dunia na mbinguni utalipwa. Lakini kuna watu ambao watalipwa duniani, mbinguni waikosa, kwa sababu tayari walilipwa hapa duniani. Maana walitumikia duniani, hawakutumikia Mungu. Lakini ukitumikia Mungu mpendwa, unapata hapa duniani na unapata mbinguni uzima wa milele. Ni vyema utumikie Mungu, kwa sababu uzima wa milele mpendwa unaongojea kwa wale ambao wanamtumikia. Uzima wa milele umewekwa kwa wale ambao waliyemtumikia Mungu. Kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Zakaria. Akatoa sadaka zake. Na yeye alikuwa endi. Lakini ilifika siku akaambiwa sadaka yako imefika. Sadaka yako imefika. Na wewe siku ya leo mpendwa, unapokuwa katika hali ya kutumikia Mungu, uelewe ya kwamba ile kazi ambayo unayoifanya itamfikia Mungu. Itamfikia Mungu. Katika hiyo kutumikia Mungu itamfikia siku moja. Inaweza kosekana leo, lakini kuna siku ambayo itafika. Na wakati ambao itakapofika utalipwa. Watoto wako watalipwa. Kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Daudi. Daudi alitumika akiwa amejitolea. Akafanya kazi hiyo. Akajitolea kwa huyo mfalme. Sasa kukatokea mtoto naye akaanza kusapoti huyu mtu ambaye anaitwa Daudi. Akajitolea sana. Wakati baba yake Sauli anapanga kumuua, na yule kijana anakuja anaambia Daudi, wewe chipiche bwana na huko. Chipitia na huko. Angukia na huko. Akampatia njia, akawa msaada sana kwa Daudi.
Jonathani alikuwa faida kabisa kwa mtu anaitwa Daudi. Lakini kukafika siku moja huyu mtu hakuwa. Lakini akasema ya kwamba nataka mtu ambaye kutoka kwa nyumba ile ya Jonathani basi nimlipe kwa niaba ya baba huyo aliyeifanya. Na hapo kulikuwa na mtoto alikuwa kiwete. Alikuwa ameangushwa na meki na akavunjika miguu yake. Basi huyo mtoto akaambiwa njoo, akakaa katika mfalme, akawa anakula mesa ya mfalme. Kwa sababu ya nini? Ya matendo mema ambaye Jonathani aliyeifanya. Kwa hivyo ni vyema ujue ya kwamba unapomtumikia Mungu mpendwa leo, unaweza ukakosa kuona matunda leo, lakini nyakati na majira yanakuja ambaye utakayeweza kulipwa, hata kama si wewe, watoto wako watalipwa. Kwa ajili ya yale matendo ambao uliyeifanya duniani. Kwa ajili ya ile ambao uliyetumikia duniani. Bwana asifiwe sana. Hebu tuende pale katika kitabu cha Job chapter number 36 verse 11. Job ni Ayubu 36 and verse number 11. It is good to know when you serve God is not in vain. Job chapter 36 verse number 11. Biblia inasema hivi: wakimtii Mungu na kumtumikia utafanikiwa katika siku utafanikiwa katika siku zao zote. Miaka yao yote uwa furaha. Kumtumikia Mungu. Sasa kuna watu siku ya leo wamekosa furaha ni kwa sababu ya kwamba hawakutumikia Mungu. Maana inasema kwamba hao watu wakitii na wakimtumikia Mungu watafanikiwa katika siku zao zote. Kwa hivyo unapotumikia mpendo wa Mungu utafanikiwa katika siku zako zote. Na siku zako zitajaa na furaha. Lakini angalia kuna watu ambao leo ni wazee, hawana furaha. Maana hata watoto waliondokea. Wamejawa na huzuni. Wameachwa. Kwa sababu hasina furaha. Maana wakati ambapo walikuwa na angali na nguvu, hawakutumikia Mungu. Hawakufanya kazi ya kumtumikia huyu Mungu. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba wakimtii Mungu na kumtumikia katika siku zao basi watafanikiwa. Kwa hivyo mpendo, unapotumikia Mungu utafanikiwa katika siku zako. Na siku zako zitajaa na furaha. Kwa hivyo unapokosa furaha, unakosa furaha kwa sababu ya kwamba haumtumikii Mungu. Maana unapotumikia Mungu, Mungu anakupatianga furaha. Wakati mwingine hata uko na mashida, lakini watu wakikuangalia wanaona uko na furaha. Unapata tabasamu tu. Kwa sababu roho yako yenyewe iko na furaha. Mpendo wa kutumikia Mungu hakuna machuto. Hauwezi kutumikia Mungu halafu uende ukatokato na vichembe huko India. Haiwezekani. Lakini angalia watu waliokataa kutumikia Mungu. Hawa wanajitanga maposi hawa. Hawataki hata kupiga magoti mbele ya Mungu. Mwisho wake ni India wanamalizianga. Mwisho wao ni India. Huko ndio wanaenda wanakatakatwa huko. Wanaenda wanabadilisha mafigo huko. Kwa sababu ya kwamba hawakutumikia Mungu kwa moyo wa mkunjufu na moyo wa furaha. Kwa hivyo na wao wanakosa furaha. It is good, my brother and my sister, to serve God, because serving God is not in vain. Kwa njia moja ile Mungu anakusaidia kumtumikia. Hatuwezi tumika the same sisi wote. Hadi mimi nitabiri na mimi niombe na mimi nifanye. Yaani zote mimi nifanye. Kila mtu kuna mahali, kuna mtu ameitwa kwa kutabiri. Kuna mtu ameitwa kwa kufundisha. Kuna mtu ameitwa kwa hizo zote. Wewe umeitwa wapi? Na hakuna mtu hata mmoja hajaitwa. Ukiona mtu anasema mimi sijaitwa, huyo mtu ako na pepo ndani yake. Na hiyo pepo inafaa itolewe na kofi. Kwa sababu kama hajaitwa, nani alimwambia hajaitwa? Nani aliwekwa duniani kufanya nini? Maana mimi najua ukiletwa duniani Mungu anakupatia kazi ya kuifanya. Anaweza kuwa labda wewe amekuita utembeleange hospitali, lakini sasa kwa sababu ya kiburi chako uendange hospitali kuona watu. Na Mungu amekuita hapo. Wewe kazi yako ni uende hospitali, uone watu hapo, uombe. Hiyo ndio Mungu amekuita tu. Hakuna kazi nyingine amekuitia, lakini wewe kiburi yako imekusuiria uwezi enda. Serving God is not in vain, my brother and my sister. Kutumikia Mungu sio bure. Wacha tukaamke tukatumikie Mungu.
Tumikia Mungu vile Mungu amekuaminia. Haleluya. Tumikia Mungu. Tunapoenda kumalizia neno la Bwana, tuende katika kitabu cha Isaia. Kutumikia Mungu sio pule mpendo. Isaia chapter number, tuanzie Isaia 38 verse number 2. Tusome hapo. Ezekia, ama turudi pale verse number 1 ili uelewe. Nasoma kwa niaba yako. Nisienda direct kwa neno kwa ujumbe. Wacha nisoma hapo ili uelewe. Verse number 1. Wakati huo mfalme Ezekia aliugua sana karibu kufa. Ndipo nabii Isaya mwana wa Amozi akamwendea akamwambia hivi: ndivyo anavyosema Mwenyezi Mungu, panga mambo yako sawa sawa katika nyumba yako, kwa kuwa utakufa hautapona. Hezekia akageuka upande wa ukuta na kumwomba Mwenyezi Mungu akisema, Ee Mwenyezi Mungu, nakusihi ukumbuke jinsi nilivyokutumikia kwa uaminifu na kwa moyo wangu wote, na kutenda yaliyo sawa mbele yako. Hezekia akalia kwa uchungu sana. Kisha neno la Mwenyezi Mungu lilimjia Isaya, nenda ukamwambie Hezekia, Mwenyezi Mungu, Mungu wa baba yako Daudi anasema hivi, nimesikia ombi lako na nimeyaona machozi yako. Basi na kuongezea miaka 15 ya kuishi, na nitakuokoa wewe pamoja na mchi huu mikononi mwa mfalme wa Usuru na kuilinda. Hezekia basi ameletewa habari na nabii wa Mungu Isaya. Anamwambia ya kwamba panga mambo yako vizuri, kwa maana hautapona bali utakufa. Na Hezekia hakumuuliza swali nabii Isaya. Alikumbuka kazi ambaye amemtumikia Mungu. Na Biblia inasema kwamba akageuka kwa ukuta, maana hakuna mahali imeandikwa kwamba alijibu Isaya. Hata kumwambia ni sawa acha nikufe. Hakumjibu amwambie sawa tu vile Mungu ameona. Unajua kama ni wewe ningekuletea habari leo nikwambie panga mambo yako unakufa, unasema mapasta ni wale devil worshippers. Amekuja kulitoa kafara. Ama ungeniambia wacha nikufe kama ninakufa. Kama Mungu ameona nikufe wacha nikufe. Ungenijibu hivyo. Lakini Hezekia hakujibu, aligeukia kwa ukuta. Akamwambia, baba, kumbuka haya mambo nilikufanyia. Mimi nilikutumikia nyakati zangu kwa moyo mkunjufu. Leo sawa nimeumia, nimeugua kiasi ya kufa. Maana Hezekia maana kwamba aliugua kiasi ya kufa. Ndipo nabii akaenda kwake. Basi sasa ndivyo watu walivyo siku ya leo. Wangekuwa wamemtumikia Mungu, wakati ambapo wamefika mahali kama hapo, anageuka kwa ukuta anamwambia, kumbuka Mungu nilikutumikia. Hezekia akageuka kwa ukuta akamwambia Mungu, kumbuka nyakati zile ambapo nilikutumikia kwa moyo wa furaha na kwa moyo wangu wote. Basi maandiko yanasema kwamba naye Mungu, maana Hezekia alilia kwa uchungu, Mungu huyo akasikia hiyo kilio, akatuma Isaia nabii, akamwambia rudi kwa Isaya tena, rudi kwa Hezekia. Neno mwambie sasa nimesikia kilio chake. Na kwa sababu ya hiyo kilio chake nimesikia, basi neno mwambie hivi, nimemwongezea miaka 15 ya kuishi, na zaidi ya yote nitamkomboa yeye pamoja na mji huo. Kwa hivyo unapotumikia Mungu utaokolewa wewe pamoja na jamii yako. Lakini kuna watu ambao hawatumikii Mungu, wanangojea waokolewe. Kama COVID-19. Angalia maskini hata mmoja hivi aliyekufa unionyesha ni nani? Watu waliokufa ni matachiri. Wale watu walikuwa famous, hao ndio walienda na corona. Hao walienda na corona. Lakini wale watu machokora wale wamesaulika huko. Na wanaokotanga matakataka hiyo wanakula. Hata kamoja hivi akakugonjeka corona. Maana wanasema kwamba wakati ambapo watakayemtumikia basi wataokolewa. Na wanapookolewa, wanaokolewa pamoja na jamii zao.
Kwa hivyo mpendwa, elewe ya kwamba wakati unapomtumikia is not in vain. Kuna siku ambayo itafika utapatwa na ugonjwa na Mungu atakuokoa na hiyo ugonjwa. Utapatwa na kupoteza kazi, Mungu atakupatia kazi. Utapatwa na nyumba yako itaugua, atakupatia. Unapatwa na jambo ambalo ni changa kwako, litakuwa ni ngumu kwako kuliwezana nalo, lakini kwa sababu ya kwamba ulimtumikia Mungu, atakuwa msaada kwako, atakuokoa na hilo. Labda umepatwa na kansa, inabidi Mungu akuokoe kwa sababu ya kwamba ulimtumikia. Lakini kama hukumtumikia, nataka nikuchallenge siku ya leo, ni nini ambacho utageuka kwa ukuta umwambie Bwana, mimi nilisaidia yatima, mimi nilisaidia mgonjwa, mimi nilisaidia nyumba ilikuwa inaugua, mimi nilisaidia yule ambaye alikuwa analala njaa, mimi nilisaidia yule ambaye alikuwa na mavazi. Ni nini ambacho utamkumbusha Mungu leo? Hiyo sauti Mungu amekupatia, ulitumika kufanya nini? Labda wengine ulitumika hiyo sauti kwa kusengenya wengine. Wengine Mungu amekupatia sura nzuri, lakini badala ya hiyo sura nzuri yako uitumie kutumikia Mungu, ulitumikia kufanya umaraya. Ukaapa tu ndio ulisunguka huko na huko kila mchi. Watu wakachua fulani, huyo ndio sasa ndio ya haraka. Kwa sababu hukuelewa ya kwamba labda Mungu alikupatia hiyo sura ili ifutie watu kwenye ufalme wake. Wenda waangalie katika M-Pesa nyingi, wale wanawake wanafanyanga hapo, wote wanakuanga na sura. Namba kidogo sana hawana sura. Kwa nini wamewekwa hapo? Wafutie watu wakuje hapo. Kwa sababu ya nini? Kuna watu angalia hata wale wanasoma news. Watu wengi unakuta wale wanasoma news ni wale watu ambao unawaona wako na sura zao. Wamewekwa hapo wafutie watu ili watasame hiyo news. Sasa ndivyo naye unafaelewa ya kwamba naye Mungu amekupatia hiyo sura ili uvutie watu kuja kwa ufalme wake. Lakini sasa wengine mlichukua hiyo nafasi ya sura zenu mkatumia vibaya. Ukaanza kiburi na hiyo sura yako. Ukaanza kujifuna na hiyo sura yako. Sasa hata uwezi sikia ndoa yako ni nini. Sasa wewe uko hapo unalingia mume wako, maana unajua utapata mwingine hapo, kwa sababu ya hiyo sura uko naye. Kulikuwa na mwanamke mmoja alikuja kanisani. Alikuwa mnono mweupe, lakini amehangaisha mzee. Mzee wake alikuwa amehangaika kweli. Mzee analia, ukiona mzee akilia amegongwa. Mzee analia, pastor niombe. Namuuliza ni nini? Mke anisikii. Na mke sasa hiyo ndiye ametangulia kanisani. Mimi sikuwa najua mume wake. Najua waume hawakujangi kanisani. Sasa nauliza naita mwanamke, ni nini imefanyika? Ni nini mzee? Ni nini? Ananiambia, mimi pastor simtaki kabisa. Ninamuuliza ni nini umtaki? Kumbe ni ile sura yake ako naye ametafutwa na kama mwingine hapa. Sasa kwa sababu yako sasa ameona huyu mwingine wake si kitu. Ameona hii sura yake baada anahitajika. Sasa kama angetumia hiyo sura kuvuta watu kwa ufalme wa Mungu, basi Mungu angefurahia. Hezekia anatumia hiyo nafasi akiwa na nguvu, anatumikia Mungu. Mpendwa, kuna wakati ambapo nguvu zitaisha kwako. Basi wakati nguvu zitakapoisha, je, kuna kitu ambacho utaonyesha Mungu wakati ulikuwa na nguvu ulimtumikia? Katika Mhubiri mlango ule wa 12. Sema ya kwamba wakati ambapo tumikieni Mungu. Wacha tumalizie hapo. Katika Mhubiri. Wapendwa, ni vizuri kuelewa katika hii safari ya Mungu kutumikia yeye. Mungu wako kuokoa tu akuokoe ili akuangaliage kama maridadi hapo. Mungu anataka watu wa kumtumikia. Unafikiria ati alikuokoa akuone? Hakukuokoa kwa sababu ya kukuona, hapana. Alikuokoa akiwa na purpose. Mhubiri pale 12 mstari ule wa kwanza inasema, umkumbuke Mungu wako siku za ujana wako, kabla asijachaa siku na miaka ambapo utasema sifurahi tena vitu hivyo. Umkumbuke kabla ya wakati ambapo kwako mwanga wa jua utafifia, mwezi wa nyota utaviagisia tena, nayo mawingu yametanda tena baada ya mvua. Wakati ambapo mikono yako inayokulinda inatetemeka,
miguu yako imara imepindika, meno yako ya kusagia hayafai kwa uchache, na macho ya kuchungulia dirishani yamefifia, wakati ambapo milango ya masikio yako yamesipika na sauti ya visigino na ufifu, lakini usiku hata kwa sauti ya ndege utagutuka. Wakati huo utaogopa kupanda mahali pa juu na kutembea barabarani na tisho. Wakati miti ya mirosi inachanua na panzi wanashinda, lakini wewe utakuwa na am tena. Wakati huo binadamu anapaswa kwenda katika makao yake ya milele, nao waombolezaji watapita barabarani. Kwa hivyo wakati huo maombolezo yatakuwa, waombolezi watakuwa wanapita barabarani. Wewe umeenda makao yako ya kwenda kuishi milele, ambao ni kaburi. Basi Maria sema kwamba umkumbuke muumba wako ingali bado mpendwa, wewe bado ungali kijana. Bado ungali uko na nguvu. Kukuwa kijana ni kwamba uko bado na nguvu. Hapa tuongei kuhusu miaka. Kuhusu wakati hapo uko na nguvu. Hapo sasa ndipo Mungu anahitaji umtumikie. Wakati ambapo haujafika mahali ambapo masikio yako yamesipika. Wakati ambapo mikono yako imekunjamana. Wakati ambapo magoti yako yameregea. Wakati ambapo utakuwa unaogopa kupanda mahali pa juu. Basi wakati uko na nguvu, miguu yako bado inaweza tembea, tumikia Mungu. Mikono yako bado iko na nguvu, inaweza kufanya kazi, tumikia Mungu. Wakati macho yako bado yanaona, mpendo, tumikia Mungu. Maana kuna wakati ambapo macho yako hayatakuwa yanaona. Kuna wakati masikio yako hayatakuwa bado yanasikia. Kuna wakati ambapo macho yako yatakuwa yamesipika. Kuna wakati ambapo maandiko yanasema kwamba magoti yako yatakuwa yameregea. Basi mkumbuke Bwana ingali bado uko mapema. Wakati ambapo mpendo, meno yako bado iko na nguvu ya kufanya kazi. Meno yako, wakati wengine wanasemanga wacha nivunje mifupa, bado ngali meno iko. Sasa kuvunja kwake meno iko ni kutafuta wanawake wengi. Utafuta wanaume wengi. Hapo sasa ndio kuvunja mifupa kwake. Anasema wacha kwanza niponde raha. Utaponda raha na mwisho wake hiyo raha itakumaliza. Mombasa tunasemanga kwamba kwa raha zangu mwenyewe. Basi utafanya kwa raha zako mwenyewe na mwisho wako utalia mwenyewe. Lakini ungemtumikia Mungu, basi ingali bado uko na nguvu. Wakati ungeponda raha ukiwa katika nyumba ya Bwana, ukiwa bado unamtumikia Mungu kwa kuponda raha kwako, basi ungekusaidia. Basi wakati wa kilio chako Bwana angekuja kuambia, mwanangu, kwa sababu ya hiyo uliyofanya, basi mimi nakufariji siku ya leo. Ezekia anaambiwa ya kwamba nimekuongezea miaka ya kuishi 12 na miaka 15 na ina kilio. Basi na wewe ni vyema uelewe ya kwamba unapomtumikia Bwana, wakati ambapo ngali macho yako yako kazi, masikio yako yako kazi, mikono yako iko kazi, basi miguu yako bado iko kazi, meno yako bado iko kazi. Yaani ni kusema kwamba bado ingali uko na nguvu, haujaingia kwenye kaburi la sahau. Basi utakapoingia hapo, waombolezi watakapokuja kuomboleza, mpendo, uwezi ukaamka ukamtumikia Mungu ikiwa usakufa. Maana kuna saa ya watu watakuja kuomboleza ya kwamba umelala kwenye jeneza. Mandugu zako watakuja hapo wakilia, wakisema ngali bado ameenda mapema. Lakini Bwana atakuwa amejua ya kwamba wakati alikupatia nafasi kuishi duniani haukumtumikia. Wakati ambao ulikuwa ngali na nguvu haukumtumikia. Elewa mpendwa, kuna saa inakuja ambao kutakuwa na giza tororo. Giza itakuwa imetanda. Basi hautakuwa na nafasi hiyo ya kumtumikia. Hali maana Maria inasema ya kwamba siku ambazo zitakuja zimejaa ambapo ni giza. Kwa hivyo ni vyema utumikie Mungu kabla siku za giza asijawadia. Siku za giza bado asijakuja. Siku za giza bado asijawadia, my brother. Amka umtumikie Bwana. Amka, simama wima kumtumikia Bwana. Ingali bado uko na nguvu ya kupanda milima, panda milima, upilia watu hapo. Panda milima, enda ulete miti uchengee Mungu.
panda milima, tafutie Mungu wale watu ambao bado hawajamjua. Lakini angalia watu siku ya leo hawapeleki habari za Mungu. Hawaendi waseme Mungu amefanya. Wanaendanga wanasema tuende Mshene. Ombea kule Mombasa tunasema. Basi ni vyema uelewe ya kwamba kutumikia Mungu sio bure. Naomba kumalizia hapo kwa sababu ya muda. Na ninaomba nikuache hivi, mtu wa Mungu. Ujiite kama mkutano. Jiangalie katika miaka ile niliyo nayo. Nimepakia miaka mingapi kuingia uzeeni? Na katika ninapoenda kuingia uzeeni, nitakuwa nimemtumikia Mungu kiwango gani? Basi katika hiyo Mungu atakukumbuka kwa sababu utakuwa unamtumikia kwa moyo wa furaha na moyo mkunjufu. Lakini ukiongojea mpendo ufike uzeeni, basi utakuta ya kwamba hauna nafasi ya kumtumikia Mungu. Hauna nafasi ya kumtumikia Mungu kwa sababu nguvu zako zitakuwa zimekuwa ni chache. Hauna uwezo tena wa kuona. Maana kama huwezi ukasoma Biblia, utawezaje kuhubiria watu? Na Mungu amekupatia nafasi ya macho yako yako sawa, usome Biblia umekataa. Masikio yako sahi yanasikia. Unaweza ukasikia neno hilo, lakini umekataa kusikia hilo neno ili na wewe upelekee wengine. Mdomo wako uko na uwezo wa kuongea. Sasa hutaki kutumia hiyo mdomo kuongea. Unataka kutumia kwa ombea. Bwana akusaidie ili ukaweze kumtumikia Mungu kwa moyo wa furaha na moyo mkunjufu. Hiyo mali ambayo Bwana amekupatia, iko siku mpendo utalala kaburini. Na utaenda na hiyo mali. Kama ulikuwa umenunua shamba, itatengenezwa kaburi lako 6 by 3. Hapo ndio utaingia. Na hapo kwingine kote, kama uko na watoto wabaya, watauza vyote. Mpaka kaburi lako watauza. Lakini ungetumikia Mungu katika mali yako, basi hata kama utawekwa kwa hiyo 3 by 6, basi siku hiyo Mungu atakumbuka, atasema mwanangu njoo hapa ufarijiwe kama Lazarus alivyofanya. Aliambiwa sababu wewe umekaa huko, njoo hapa ufarijiwe maana umeteseka duniani. Sasa ili na wewe mpendwa, uteseka hapa duniani kwa sababu ya kumtumikia Mungu, ili siku ya kiyama ukafarijiwe na Bwana kwa sababu ya matendo mazuri uliyoifanya. Ulikuwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Dorcas. Matendo ya Mtume mlango ule wa 9 kuanzia pale 25. Kiendelea hapo 36 na kuendelea. Dorcas alifika mahali ambapo alisaidia watu kuwatengenezea vikapu nini, manguo nini. Siku ya wakati alipofika akakufa. Basi watu walienda kwa mtu ambaye anaitwa Paulo. Wakasema, "Paulo, tumesikia umekuja hapa. Hebu kuja utuonee kama mtu kingine kako hapa juu." Na kama mtu kametusaidia sana. Basi Dorcas alikuwa meraswa huko juu. Na maana nikasema kwamba naye Paulo akaingia hapo. Na hapo ndipo huyo mama akaamka. Kwa sababu ya nini? Aliweza kusaidia watu. Alitumikia Mungu. Kaburi limkataa kwa sababu ya kumtumikia Mungu. Wewe ni nini leo watu wanaweza sema kwa sababu yako wewe wamefika hapo wamefika. Lakini wewe leo kusaidia mtu, kesho umejipiga kifua. Kama sio mimi angekuwa hata hayuko. Kama sio mimi hata angekuwa hata hayuko hai. Yaani ukisaidia mtu, kila mtu atajua umemsaidia. Maana utumiki Mungu. Lakini ungekuwa unatumikia Mungu mpendwa, basi Mungu angeonekana hapo. Hao watu wangekuja siku ile ambao uko kwa koma. Wasema hapana, huyu hata kufa, wakatae na wewe. Na Mungu akatae na wewe na akuachilie. Na Mungu akuachilie. Asema hapana, huyu hatuwezi kubali aende. Wacha huyu akae kwanza. Lakini leo watu Mungu anaangalia ile kazi umefanya, anaikosa. Kulikuwa na mtu mmoja akakuja, Mungu akaniambia, alikuwa mgonjwa. Mungu akaniambia, mwambie amke hapo, aenda aguse ile kitu ameleta kanisani. Na auto usimwambie atapona. Sasa nikamwambia, Mungu anasema uguse kile kitu ambacho umefanya kwenye kanisa, naye utapona. Hakuna hata kitu moja hivi alikuwa amefanya. Si maji yake kanisani, sio deki amepiga kanisani, sio hakuna kitu kilikuwa kanisani juu yake. Na alikuwa ni mshirika. Hakuna mahali alikuwa amehusika kwa hiyo kanisa hata. Bwana akaniambia mwambie aguze. Hakuna Kenya alikuwa anaguza. Ilibidi arudi hivyo. Maana ilikuwa ombewi ni kuguza Kenya amefanya. Ametumika kwa njia gani? Alienda akafikiria nini, akaenda kanunua viti viwili akaleta. Aliponunua hizo viti viwili hata sikumuombea. Alipofikisha tu kwa madhabahu hivi alikombolewa hapo hapo.
kwa sababu hakuwa ombewe. Sasa ni vizuri elewe ya kwamba kile ambacho unachokifanya kumtumikia Mungu kitakuokoa nyakati hizo sitakapokuwa saa giza. Hizo nyakati ambapo utakuwa umefika mwisho sitakuokoa hapo. Una siku mimi nafikanga mahali nashindwa nitafanya nini? Naambia Mungu, kumbuka kule nilipokufanyia kazi hii. Namkumbushanga hivyo. Na mimi natulia. Naongojeanga Mungu anafunguanga mlango. Sasa wewe sijui leo hii Mungu akikufikisha mwisho utakumbusha nini Mungu? Utamwambia ni wapi ambapo umefanya? Ni nani, ni pastor yupi ambao umewahi msaidia? Ni kanisa gani ambao umewahi nunua hata kasimiti hivi? Ni wapi ambapo mayatima analia umewahi enda ukasaidia hata unga? Ni nani ambao umeipelekea hata kama ni kikombe ya maji? Basi Mungu atahitaji siku hiyo na umkumbushe hapo. Bwana akubariki sana. Nataka kuomba na wewe ambao uko hapo na uchapeana maisha yako kwa Bwana Yesu Kristo. Na unasikia kwamba ni vyema ukaweze kupeana maisha yako kwa Yesu. Maana Maandiko yanasema aje? Ya kwamba watamtumikia wale ambao wako kwa njia zake. Kwa hivyo ni vizuri ukue kwenye njia zake ili umtumikie. Uko hapo ungependa uokoke siku ya leo. Basi rudia maombi haya nyuma yangu na Bwana atakuweka huru. Sema, Bwana Yesu, nadhubu dhambi na makosa. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu, kuanzia leo nimetambua mimi ni mwenye dhambi. Nadhubu dhambi na makosa kuanzia leo Bwana Yesu. Uniweke huru katika jina la Yesu. Kuanzia leo Bwana Yesu, mimi unifanye mwanao. Njoo ndani yangu ufanye makao ndani yangu. Kuanzia leo Bwana Yesu nimeokoka na hata nimeamini. Sema amina. Bwana akubariki. Naomba nikuombee wewe uko hapo nyumbani, ambao chukua maji yako hapo nyumbani tunapoomba. Kuna muujiza ambao unahitaji Mungu akufanyie. Basi nataka niombe na wewe, na Bwana wa majeshi ataenda kufanya muujiza na ishara kwa sababu ya ukuu wake Bwana. Basi nataka niombe na wewe, nyosha mikono yako ukielekeza kwenye screen. Wale ambao mnatumia runinga ama wale mnatumia kwenye mitandao ya kijamii, na wale ambao mnatumia radio, shika radio yako tunapoomba kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Muujiza utafanyika hapo nyumbani, hapo kazini, na pale ambapo popote ulipo kule. Kuwe Kenya, uwe outside in Kenya. Muujiza wa Bwana unafika hapo. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu naomba kwa ajili ya huyu Bwana wa majeshi aliyepeana maisha yake kwako siku ya leo. Bwana, namkabidhi mikononi mwako. Nakemea kila roho yote ya dhambi ndani yake. Kuanzia leo Bwana Yesu natangaza roho wako aingie ndani yake kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba kwa ajili ya huyu aliyenipata siku ya leo. Bwana wa majeshi, aliye mgonjwa, aliyetasa, aliyefungwa Bwana kwa vifungo za ukoo. Bwana wa majeshi, yeyote Bwana wa majeshi amekwama, ninatangaza muujiza utendeke kwa jina la Yesu. Bwana, kuna mtu ambaye amekutumikia Baba kwa njia moja au lile nyingine. Natangaza Bwana wa majeshi ukakumbuke maisha yake. Hapa amefika Bwana, anahitaji msaada wako, ukatumane katika jina la Yesu. Jina lako litukuzwe na jina lako lihimidiwe. Nabariki haya maji Bwana kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Ikawe na nguvu na uwezo na mamlaka Bwana. Ikaondoe kila aina yote Bwana ya ataki. Iwe Bwana ni ufimbe, iwe ni discharge, iwe ni utasa, chochote ambacho kilicho kinyume na mpendwa huyu anayeamini neno hili Bwana na anaamini Bwana wa majeshi muujiza. Ukamtendee sawa sawa na mapenzi yako kwenye taifa la Kenya na hata wote walio nje ya Kenya. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata na kuamini. Sema amina. Kunywa hayo maji wewe ambao unaamini. Mungu akubariki sana na Mungu akutende mambo makubwa kwa sababu ya kupata muda huo kunisikiliza. Na kuanzia leo mpendwa, mtumikie Mungu na utaona faida ya kumtumikia Mungu. Amka mtumikie Mungu kwa kujitolea, pasipo kuona kama pastor atakuona, jirani yako atakuona, nani atakaye kuona. Hakuna mtu ambao unatasamia akuone. Basi ni vyema ujitolee kwa njia yako kumtumikia Mungu, ukijua ya kwamba atakubariki na atakutenda mambo makubwa. Basi kwa wale ambao waliohusika kwa kipindi hiki, wale ambao mlikuwa kwa upande ule mwingine kwa studio, Bwana wabariki upande ule wa pili. God bless you so much kwa kazi nzuri ambayo mmefanya ili tupate kuwa hewani kwa muda huu ambao wote tumeweza kuwa hewani. God bless you so much. Na kwa niaba ya wote ambao waliohusika kwenye kipindi hiki, mimi kutoka kwangu sina la ziada na waga nikisema salamu. God bless you so much. Wapendwa wote wa Mungu, tukutane wakati mwingine majaliwa yake Mwenyezi Mungu, na Bwana atujalie neema. Na Mungu akitusaidia, kesho mtakuwa na mtumishi wa Bwana Pastor Elizabeth, mtakuwa ananena na mioyo yenu siku ya kesho.
Basi Bwana awabariki na awatende mema. Tukutane wakati mwingine machaliwa yake Mwenyezi Mungu. Aliyekuwa kwenye studio siku ya leo basi ni Apostle Daniel GM anayehudumu na kanisa la Maximum Healing Outreach Ministry. Ungependa kunifikia kwenye namba yangu ya simu ambao kwa ajili ya support yako, kwa ajili ya maombi yako, basi tumia hii namba ambao ni 0746 10 61 63. 0746 10 61 63. Au wale watu ambao mko outside Kenya, nipate kwa namba ya WhatsApp namba ambao ni +254 0717 358579. God bless you so much. Mungu awatende makubwa na Mungu awe pamoja nanyi. Tukutane majaliwa wakati